Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imepiga hatua kubwa katika kuimarisha sekta ya uchumi wa bluu kupitia uwekezaji wa miundombinu, usimamizi wa taasisi, ubunifu pamoja na ushirikiano wa kikanda. Akizungumza kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, wakati wa ufunguzi wa warsha 29 ya utafiti ya mwaka 2026. Serikali inaendelea kuwekeza katika bandari salama na zenye ufanisi zaidi, ikiwemo bandari mpya ya abiria na mizigo ya Maruhubi, bandari ya uvuvi pamoja na bandari jumuishi ya Mangapwani. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuathiri uchumi wa bluu kupitia kupauka kwa matumbawe, kuongezeka kwa kina cha bahari, dhoruba kali na kupungua kwa samaki. Kujenga ustahimilivu wa tabia nchi lazima kubaki kuwa sehemu kuu ya mkakati wa uchumi wa bluu. Suluhisho zinazotokana na mazingira asilia, miundombinu himilivu na mifumo madhubuti ya tahadhari ya mapema ni muhimu katika kulinda mifumo ya ekolojia ya maisha ya wananchi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejidhatiti kuwekeza katika mafunzo ya GIS ya baharini, matumizi ya drone, ufugaji wa kisasa wa viumbe maji na uundaji wa mifumo ya bahari ili kuwajengea vijana ujuzi wa kisasa unaohitajika kwa siku zijazo. Aidha, taasisi za mafunzo ya uvuvi na bahari, ushirikiano mkubwa na vyuo vikuu pamoja na kuingiza elimu ya bahari katika mitaala ya shule ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu ya uchumi wa bluu. Sambamba na hilo, Zanzibar inatoa fursa kubwa za uwekezaji katika ufugaji wa viumbe hai, usindikaji wa mazao ya baharini ikiwemo mwani, bioteknolojia ya baharini, utalii wa mazingira, usafirishaji wa baharini, kaboni ya bluu, suluhisho za uchumi mzunguko na teknolojia za kidijitali za baharini. Hivyo tunawakaribisha wawekezaji walio tayari kuwekeza katika sekta hii. Nawasihi kwamba uchumi wa bluu ni zaidi ya sekta ya kiuchumi, ni safari ya pamoja ya taifa inayohitaji uwajibikaji, ubunifu, tafiti imara na wajibu wa pamoja na ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika ufanisi wake. Kimsingi, ajenda hii ina mchango mkubwa, ni ajenda mtambuka ambayo kuendea kwake ajenda hii kunahitaji tafiti na uwekezaji wenye maono ambao utajua ni wakati gani na eneo gani tunaweza kuwekeza ili kupata matokeo chanya. Mijadala, maono na maazimio ya mkutano huu wa siku mbili ama workshop hii ya siku mbili, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutayachukua kama ni tools ya kwenda kufikia ile theme ya mkutano wetu huu ambayo ni kubadilisha uchumi wa bluu kwa ajili ya maendeleo endelevu.